Mpendwa mtazamaji, siku ya Jumatano, karibu katika tafakari ya neno la Mwenyezi Mungu tunalolipata kutoka katika Injili ya Luka sura ile ya 7 aya ya 31 hadi ya 35. Nitaisoma. Yesu aliwaambia makutano, niwafananishe na nini watu wa kizazi hiki? Nao wamefanana na nini? Wamefanana na watoto walioketi sokoni na kuitana wakisema, tuliwapigia filimbi wala hamkucheza, tuliomboleza wala hamkulia. Kwa kuwa Yohana Mbatizaji alikuja, hali mkate wala hanywi divai, nanyi mwasema ana pepo. Mwana wa Adamu amekuja, anakula na kunywa, nanyi mwasema tazama, mlafi huyu na mnywaji wa divai, rafiki wao watoza ushuru na wenye dhambi. Na hekima imejulikana kuwa ina haki kwa watoto wake wote. Neno la Bwana. Sifa kwako, e Kristo. Mpendwa mtazamaji, tunakutana tena na maneno makali ya Yesu Kristo juu ya kizazi ambacho alikuwa anaishi nyakati hizo. Kipindi kile ambacho Yesu Kristo alikuwa anafanya utume kilianza na huduma ya Yohana Mbatizaji aliyekuwa ametumwa na Mwenyezi Mungu, na watu wote walijua kwamba Yohana Mbatizaji ni mtangulizi wa Yesu Kristo. Alitangaza ubatizo wa toba, watu waache dhambi, waitengeneze njia ya Bwana, na ujumbe wake ulienda katika makundi yote, makundi ya kidini na makundi ya kijamii, hadi kwa wale viongozi pia wa serikali na wanasiasa waliguswa na ujumbe wa Yohana Mbatizaji. Watu hawa ambao viongozi wa kidini walipoenda kubatizwa, walibatizwa katika ule ubatizo wa toba, lakini hawakufanya toba ndani mwao. Toba yao ilikuwa ni ya unafiki, walichezea neema za Mwenyezi Mungu bure. Ndio Yesu Kristo anawaambia, mbona mnachezea neema za Mwenyezi Mungu bure? Ni kizazi cha namna gani hiki? Yohana Mbatizaji alikuja, alijinyima, hakukaa mjini, aliutisha hadi mwili wake. Hakutaka mwili wake uzame katika starehe na vyakula. Hakuwa na mavazi ambayo yalikuwa na heshima. Aliteseka sana akiwa na kama polini. Na baadaye katika ujumbe Mwenyezi Mungu alikuwa ameuleta, ingawa ujumbe wake ulikuwa ni mkali, aliishi kwa ukali. Hata yeye mwenyewe kujionea huruma, aliishia kupachikwa maneno mabaya kwamba huyo ana pepo, na kama ana pepo maana yake ana kichaa, amerukwa na akili. Hiyo ni dharau mbaya sana kwa viongozi wa kidini. Jamii inapofika hatua kwanza kuwadharau viongozi wa kidini, kutopokea ujumbe, na baadaye pia tunaenda katika nyumba za ibada lakini hatubadiliki. Kila siku neno litahubiriwa, tubadilike, tufanye hivi, mnapewa ujumbe lakini unakataa. Hiyo ni dharau kubwa sana kwa viongozi wa kidini, ambayo Yesu Kristo anasema kizazi hiki kifananishwe na nini? Mbona mnapopewa jumbe za toba, jumbe za kuzunika, mbona mnapoambiwa kabisa kwamba fanyeni maombolezo, mbona hamtaki? Akaja akajifananisha yeye mwenyewe kwamba Yesu Kristo alipokuja aliishi kinyume kabisa na Yohana Mbatizaji. Na ni kweli kama anavyozungumza yeye kwamba alikuwa ni rafiki wa watoza ushuru, alikaa nao, akanywa nao. Na katika hili watu wa kawaida sana walivutiwa na mafundisho ya Yesu Kristo. Ni kweli wadhambi wote walimjia Yesu. Jambo hili likawa chukizo kubwa kwa viongozi wa kidini nyakati hizo, ambao walikuwa ni Mafarisayo na waandishi. Hawa hawakutaka kuweza kugeuka kupitia mafundisho ya Yesu Kristo, lakini watu wengine wa kawaida walimpokea, na walipompokea ndipo hawa viongozi wa kidini wakageuza pia kibao, wakasema huyu Yesu Kristo yeye ni mlafi, yeye ni mnywaji wa divai, yeye ni rafiki wa watoza ushuru na watu wote wenye dhambi. Maana yake nini?
katika viwango vikubwa vya dharau katika ujumbe kwa Mwenyezi Mungu kwa viongozi wa dini ambao wanataka kuleta mageuzi katika jamii imwishie Mwenyezi Mungu. Maumivu makubwa yatatoka kwa viongozi wa dini ambao uko nao ndani ya hilo kundi la dini. Yaani upinzani wa kwanza unaanza ndani kwa viongozi wa kidini, na baadaye upinzani ukitoka ndani ya viongozi wa kidini unakwenda nje katika jamii ya nje, kwamba kila nyakati hakuna kiongozi anayepokelewa. Yohana Mbatizaji anasema kwa viongozi wanaojinyima mali zao, mali za duniani hapa kwa ajili ya mambo ya kimungu, lakini wanadharauliwa. Wakija wengine ambao wanakaa karibu na watu, wapo karibu na watu kuweza kutoa huduma za watu, pia wanapingwa. Kwa ni kizazi ambacho hakieleweki, kinapinga viongozi wa namna mbalimbali ambao wanaokuja katika maisha yetu. Jambo gani tunajifunza? Mpaka Mwenyezi Mungu anakuletea kiongozi, ujue kwamba Mwenyezi Mungu anawapenda. Mumpokee kiongozi ambaye Mwenyezi Mungu anawaleta, aweze kuwa ni wa kiroho au wa kijamii. Kitendo cha kwanza kuwapinga na kuanza kuwafanyia vurugu, kuwaletea maumivu hadi kupanga mauaji juu yao kama alivyofanyika kwa Yohana Mbatizaji na kama alivyopanga mauaji kwa Yesu Kristo, ni kufanya taifa au hiyo jamii kukosa neema za Mwenyezi Mungu. Na baadaye pia jumbe za viongozi wa dini tunaopewa ambazo zinakuja katika maisha yetu zitufanye tuweze kubadilika, tusiwe na upinzani ndani mwetu, kiasi kwamba Yesu Kristo akasema kwamba ni kizazi gani hiki nikifananisha na nini? Akubariki na kulinda Mungu Mwenyezi, Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amina.